my life. Reign in my life. You are true, and your promises remain. We need you, Lord. We need you, Lord. You are here, and you said you never leave. We need you, Lord. We need you, Lord. You are true, and your promises remain. We need you, Lord. 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 Yes, we need you, Lord. 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 I say we trust you, Lord. We trust you, Lord. We trust you, Lord. We trust you, Lord. We trust you, We Lord. trust you, Lord. Come on, reign in my life. 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 Oh, reign in my life. 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 Oh, reign in my life. 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 Oh, we need you, Lord. Yes, we need you. We need you, Lord. We need you, Lord. We need you, Lord. We need you, Lord. Help me say, we need you, Lord. We need you, Lord. We need you, Lord. need you, Lord. We need you, Lord. We need you, Lord. Oh, we need you, Lord. Hey. need you, Lord. We need you, Lord. Need you, Lord. We need you, Lord. Need you, Lord. Barabo, Shebaraba, Sikaraba. There is no other God like you. You reign in power. You reign in righteousness. Your promises remain. That's why we love you. Mashalalabalabalabalabala. Masalabalanda labazia. Masheta labalanda labazika labalanda. Eh, labazanda. Balabo, shinda namazia. We give you glory, Lord. We give you glory, Lord. Hey, there is no other God like you. No, 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 no other. Kalabalanda namazia. Besata labalanda labazia. Labababasika labalande. There is no other God like you. There is no other Lord. Kalabalanda labazia. Shanda labazika labalanda labazia. We need you, Lord. 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 Hey, we need you, Lord. We need you, Lord. We
Oh, we trust you, Lord. We trust you, Lord. We trust you, Lord. We trust you, Lord. Hey, reign in my life. Reign in my life. Reign in my life. Reign in my life. You can take 1 minute break for marriages. Masabora kenda ba. Sanda la basika la balanda. Lord, let there be answers to questions that are not obvious questions, oh God, in marriage. Let there be a solution, oh God. We lift our hands, oh God, in worship. We declare la basika la balanda la basanda la balanda. Rabalanda la basika la balanda la basanda. Shanda la balanda. Touch marriages, Lord, in the nation of Kenya. Heal families, oh God. Heal families in the nation of Kenya. We thank you for healing marriages and families. In the mighty name of Jesus Christ. You are highly lifted up. Jesus, Jesus. You are highly lifted up. I worship you today. Say, you are highly lifted up. Jesus, Jesus. Yeah. You are highly lifted up. All of us. You are highly lifted up. You are highly lifted up. Jesus, Jesus, Jesus. Yeah. You are highly lifted up. I worship you. Say, highly lifted up. You are highly lifted up. Jesus, Jesus, yeah. You are highly lifted up. Oh, I worship you. You are highly lifted up. You are highly lifted up. Jesus, Jesus, yes, you are highly lifted up. Yeah. I worship you today. Highly lifted up. You are highly lifted up. Highly lifted up. Jesus, oh, Jesus, yes, you are highly lifted up. I worship you today. You are highly lifted up. You are highly lifted up. Jesus, 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 oh, yeah. You are highly lifted up. I worship you today. Highly lifted up. Jesus, Jesus, you are highly lifted up. I worship you today. Say, you are highly lifted up. Jesus, Jesus, oh yes, you are highly lifted up. I worship you today. Highly lifted up. Highly lifted up. Jesus, oh, Jesus, yes, you are highly lifted up. I worship you today. Highly lifted up. Jesus, Jesus, you are highly lifted up. Jesus, Jesus, you are highly lifted up. Jesus, Jesus, oh Jesus, yes you are highly lifted up. I worship you today. Father, receive our sincere thanksgiving. We magnify you in the beauty of your name. There is no other God besides you. There can be no other apart from you. Receive our sincere thanksgiving in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. We want to appreciate all of you. Abayeme. Come online, streaming live from wherever you are. You can write us a comment just to show you are there. Write something, just
say present or say something. Show us you are there, and it will be an honor. You can also share this on your page. Let somebody hear this message, because mapenzi ya Mungu ni kukua na marriages ambazo zina work. We have to have working marriages. Na kwa dakika chache ningependa kuzungumzia mambo ambaye kwa huwa yanaadhiri maisha ya ndoa ya watu. Na kwa dakika chache nitazungumza kidogo kuhusu misingi ya ndoa, na ili uweze kuelewa ndoa vizuri ni mzuri ujue, sijui kama mwahi kukutana na mtu akakupea solution ya ndoa yako na ukajaribu kuapply hiyo solution haikuwork. Maana shida ya ndoa yako si kama yake. So ni kidogo ni mzuri kuenda ukianza kufunguliwa macho kuhusu ndoa ni gani, ile yani msingi yako inakaa vipi, ili ukuje kuoa ulilelewa aje, ili ile style ulilelewa mara nyingi huwa una duplicate kama 60% ya ile style ulilelewa kwa jamii yako. So ni mzuri sana kujua ya kwamba either for you to polish your marriage, at least you have to know where you are coming from. Foundation yako iko namna gani, na pia ili uweze kuwa na tolerance lazima ujue the background kidogo ya your partner in marriage and how you can better help them to become better wives or better husbands. And that's why we want to invite you to our service today. Last week tulianza kuongea kuhusu families, because marriage inatokea kwa family, na watu wakioana wanatoka kwa different sets of families. So ni mzuri kuanza kustudy where kuna kitu kwa agriculture inaitwa topographical analysis ya soil. Tulisoma hiyo wakati fulani, tukaambiwa ukitaka kupanda kitu fulani kwa mchanga, kwanza una study hiyo mchanga kama inaweza kuza kile unataka kupanda. Na mara nyingi ndoa za watu hawajawafika mahali wengi pa kusample soil, kuangalia hii mchanga nimetokea ndani, ni nini inaweza kuzwa hapa juu, ili uweze kukua a better and a productive person in your marriage. Now, so many people are frustrated in marriage over what they can change very little, or over what they are supposed to tolerate. Kuna mambo kwa ndoa huwezi ukachange, inabidi ujifundishe kukaa naye. Na uzuri ya mwanadamu ni moja. Leo ukienda kwenye hifadhi ya wanyama, siku moja nilienda kwenye hifadhi moja ya wanyama, nikadiscover watu wanachunga ng'ombe ndani ya game park usiku. Maana wamestudy character traits ya wanyama wa msitu, na wanajua vile wana behave. Na mtu anaingia kwa game park kuchunga usiku ng'ombe kama 200, na watu wawili ndio wanachunga. So nikajua mwanadamu anaweza kustudy environment na ajue how to better fit himself or how to improve on the environment. So many times ukiona kuna marital crisis, kuna vita kwa ndoa, ni kwa sababu somebody does not know how to cope with the situation. Somebody does not know how to handle the situation. Somebody does not know how to bear the situation. So pale kuna kuona mtu anafika breaking point. Na ukweli ni kwamba sasa pia kumekutokea hali ya hatihati, mazingara na magonjwa yametokea ambaye yameaffect greatly maisha yetu. Na inawezekana kupitia magonjwa yametokea mtu awe mahali penye shida zingine zimetupuka ambazo hazikuwa pale mbeleni, na ukwe una stress and depression. But after you listen to this message, we are praying for this message, that this message will bring healing, will bring deliverance, will bring a solution in your marriage, in the mighty name of Jesus. Amen. So tulianza kuongea kuhusu cultures tofauti za marriage, na hata nikakuonyesha msingi wa polygamy ilitokea kwa jamii ya Adam. Na Adam aligeuka somewhere along the line. Adam akawa very arrogant. Na mnajua Adam was not only arrogant to the wife, arrogant to God. If somebody can be arrogant to God, I believe
that person can be arrogant to the wife. Because Adam aliambia God clearly, openly, ya kwamba, is this woman you gave me? If somebody can say that to God, how can that person answer the wife? So from Adam tukateremka chini kidogo, tukakuja kwa Cain mwenye aliongea na God very arrogantly. Am I my brother's keeper? In Genesis chapter 4. Am I my brother's keeper after killing his brother? You know very well that after Enosh, I think you got little Methuselah, then you get to the first polygamist in the Bible, anaitwa Lamech. Lamech was the first man kuoa wake wawili. Bible inamtaja a polygamist. So polygamy was not God's original idea. It has never been God's original idea. Even though it happens, people are polygamous and they will go to heaven. But it was never in the primary will of God. So how do we get to a place of taming problems in our marriages? Na tukaanza na kudiscuss kuhusu culture ambayo inakuwa developed kwa mtoto ambaye amelelewa na baba na mama. Watu wenye unalea mtoto ukiwa na baba na mama who are present. Both parents are present. Na tukaongea kuhusu Proverbs chapter 1 verse 8 and Proverbs chapter 6 verse 20 ya kwamba wisdom ya mtoto ya kukaa na mume na kukaa na mke huwa inatengezwa na wazazi wake. Marriage is a brooder of marriages. Kule ndio kunalelewa ndoa zingine. So Mungu amepea mtu nafasi ya kulea mtoto kwa miaka kama 20, because siku hizi wanaanza kuenda mapema. Zamani watu walikuwa wakiwa 30 bado hajui kama anatoka kwao ama hapana. Ingawa kuna wengine siku hizi bado wako 30 na wako kwao. Wako 35 na bado wako kwao. Kwa zamani ilikuwa hivyo. Kama Abraham alipatikana 75 bado wako nyumbani. Ako area ni morio. Jioni anarudi, anachunga ng'ombe za wazazi. Abraham at 75. But in our times, we are coming to an age where at 18, maybe 17, maybe 20, our children will be living. Maana hata masomo imeenda ikishukisha miaka. Si tulisoma na ndevu. Na watoto wa siku hizi wanamaliza high school na muuliza, ujaruka? Because time ina change. Praise the name of the Lord. So, fathers tuliongea kwamba fathers are designed by God to give instructions, maagizo na muongozo. A family that has a father is a family that has got instructions and has got direction. Now, wakati wowote absence ya father inaonekana kwa ndoa, unakuwa an absent father, you raise your children wenye hawana uwezo wa kuarticulate na instruction vizuri. Na sijui kwa hii dunia kama umejua ya kwamba hakuna mahali unaweza kaa bila maagizo. Ukiendesha gari kwa barabara kuna maagizo ya barabara. Ukienda hata ukijiandika kazi kuna maagizo ya kazi ya kujiandika. Kuna muongozo. So inafika mahali watoto wengine wako na very bad relationship, kiwango ako gifted lakini akienda mahali anaandikwa kazi anafutwa. Akienda kwingine anaandikwa kazi anafutwa because hajazoea kuwork under instructor. Na huyu mtu kwa sababu ya kosa baba anajikuta kwa situation where a male authority or an authority ikitaka kumdictatea what to do, ana feel it's an hostile environment. Na dunia hii kuna watu wengi sana so gifted footballers that you don't see them because they cannot get instructed by a coach, because they want to do what they want to do. Kwa sababu gani? They missed kwa upbringing, walikosa presence ya father figure. Fathers release identity. Mtoto anaweza, that's why unaona kwa ID cards, every ID card apart from nowadays, ID card surname ilikuwa ya baba. Baba ni kazi yake, unaweza kuwa identified na your father. So apart from nowadays kumetokea issues ambazo saa ingine wakuta mtoto ana jina la mamake, but originally
it was a father to give the child identity. Fathers walikuwa kazi yao ni kupea watoto DNA. That's why unaona leo mtoto anachekiwanga paternity test, si maternity test, because it is rare to find a mother refusing a child. Ukiona mother refuse mtoto, sasa hiyo ni condition ya rohoni na msongo wa akili ikichanganywa pamoja. Lakini fathers wanakataga watoto haraka sana. Haraka hii watoto wote unaona wako kwa street. Si ati hawana baba. Baba anapita pembeni akiwaangalia tu. Because that's why number 2 very important, uliongea vizuri ya kwamba mothers are designed by God to give laws and teachings of laws. Ukikuta mtu amelelewa na mama mzuri, anajua mipaka, anajua vitu ya kusema, anajua vitu vyenye si vya kusema, anajua mahali pa kuweka vitu vyake, anajua kwa hifadhi. Jika mahali tutamjua hata na documents, vile anaziweka unashangaa kama ni documents za maana, because mama hakukuwepo, akampiga, akamuonyesha kule kwa kuwekwa viatu, akamuonyesha kule kwa kuwekwa nguo. Mama huwa analeta the small bylaws kuhakikisha ya kwamba, na ukiona mtoto wako kwa chief kila wakati, huyo mtoto shida alikuwa na shida na mama, because mama kazi yake ni kuhakikisha tu sheria tu area umetufuata. Sheria ya kuingia nyumbani saa 12, sheria ndogo za kuoga. Unajua kuna watu hata waogi, ndoa inaharibiwa juu ya waogi, because mama ndio huwa ananusa mtoto, anamwambia nimekuangalia, hebu leta shingo karibu. Hiyo ni kazi. Ukikaa na baba unaweza kosa kuoga 3 days 4 days na ajui, lakini mama unapita hivi anasema hiyo harufu ni ya nini, hebu kuja kidogo. So unaona mama anafundisha laws. Umesugua meno kweli? So watu wenye unakuta kwa mzima anafanya kwa benki mahali, amesahau kusugua meno wiki moja, akiongea na wateja wanaangalia kando. Hii ni shida ambayo imetokana na absence ya mama. Haleluya. Hii ni shida imetokana na absence ya mama. Unaenda mahali unakuta mtoto anarukia fence ya shule, ameingia shule lakini through the fence. Ni absence ya mama. Mama, na mtu akosa mama kwa life, unaweza kuona absence ya mama kwa ukubwa wake. Ni unaona leo tuko na wanaume ambao kuna mipaka ya mpaka ukikutana uwezi jua kama dada ama ni ndugu, because kuna mipaka mama uchora. Anakuambia hii nguo ni ya wasichana, usivae. Anakuambia hii ni usivae hiki kiatu, ni cha wadada. Na sasa kuna shida because mama akikosa the small bylaws in life, mtu anakosa hizo sheria ndogo za kusalimiana. Vile unaweza salimu mtu, inaweza decide kama atakupea kazi, kama atakupenda, kama atakuheshimu ama hatakuheshimu. Sasa mama ndiye alikuwa anaambia mtoto, kuja hapa, salimia na mkono ya right. Unaona mtoto ameleta left, anapigwa kofi. Baada ya hapo anajua ni mzuri kuheshimu watu, na kama ni mkubwa mkono inawekwa hapo inakuwa 2, na ama shikamo. Bwana asifiwe. So mama ndiye anafunza hiyo. So tukaongea kuhusu families ambazo ziko raised na either single mother ama single father. Get me clear, I highly respect single mothers, highly respect single fathers, because not every one of them desired to be single. Si kila mmoja aliamuka akiwa mdogo akajiambia nataka kuwa single in life. Situations happen, divorces, separations, abuse, death can cause somebody to be single. Rape, vitu zenye zinamjeruhi zinaweza mfanya amue. Alisaba betrayal, akaamua sioi tena, siolewi, na akawa single father. Kutokea hapo akalea watoto peke yake. Nikakueleza mtoto aliyelelewa na baba ana challenges za aina gani. Wa kiume nikakwambia ni yule anajua majukumu. Ukipata mtoto amelelewa na baba peke yake, mtoto wa kiume anajua kupiga pasi, anajua kufua, anajua hizo kazi zote. Anajua mpaka akipika keki. Na mara nyingi hao wanafanya vizuri kuwa chefs. Anaenda kwa hoteli mahali anapika chakula unashangaa. Alikuwa na connection nzuri na baba. Na
na tukaongea kuhusu mambo ya Joseph, naye hana third eye, hawezi kusenza anatakwa, hawezi ndio Joseph unaona alikuwa rafiki ya baba sana. Baba kwa Bible wa kwanza tunasoma ameshonea mtoto koti ya many colors, ni baba ya Jacob, ni Jacob baba ya Joseph. Alimpenda Joseph akamshonea a coat of many colors, na baada ya kumshonea a coat of many colors, the brothers hated Joseph because their father loved him so much. But what became of Joseph? Joseph anapendwa na mke wa Potiphar, lakini hajui. 15 years imprisonment for trespassing. Anakutikana koti kwa bedroom, lakini hakufanya chochote. Kwa sababu gani alifikisha koti bedroom? Hana third eye, ile way ina sense danger. Mama ndiye anapeananga third eye. Anakwambia vile ninaona msichana wa jirani mnaongea na yeye, nisione hivyo tena. Maana unasema mama hakuna kitu, tulikuwa naombana textbook. Anakuambia textbook kuanzia leo kaa bila. Anakuwekea mipaka. Ukikuta dada anacheza na wandugu football kwa uwanja, shida hapo ni mama. Ako kwa timu moja wanapigana, wanarereana, ile kurereana ile kama ujio wanamunyana. Mipaka hiyo. Sasa mama peananga macho ya kusense ya kwamba hapa kutaenda hivi na kutaenda hivi kabla ya kujaenda. Na tukasema kwa on the other side, mtoto wa kike wa single father anapewa too much love, too much attention, too much pampering, too much gifts, because fathers love their daughters. Too much security. So ukioa huyo binti anataka too much care, too much attention, too much motivation, too much encouragement. Akilia, you have to feel. If you don't feel, you have a problem. So in marriage yenye single father, single mother nikakueleza akilea watoto au analemea msichana, anakisha amekalia msichana tafu. Usichezewe vile nilichezewa huku nje. Huku nje wanaume ni mafisi, wanaume ni ng'ombe, wanaume ni tai tu, wasikudanganye na matai. Anakalia mtoto tafu, anahakisha msichana amepita, ameenda, amepata PhD, amesoma vizuri, asichezewe na wanaume, amepata kazi nzuri ili asichezewe. Anahakisha amehami msichana yake na responsibility. Na ukaoa msichana wake, utajikuta uko na an independent girl, msichana mwenye haulizi. Akitaka kwenda mahali, wewe ndio unagundua jioni umefika kwa nyumba hayupo, alienda Dubai. Anakuambia sorry, I didn't remember telling you, I did not see a need. Ni kifungu chukua hapo kwa jirani. Because hakuna independent mind. Kwa sababu ya kuwa na mama kama trainer wa maisha, anamuonesha life responsibility. Kuwa na pesa yako, save your money. That's why kuna wadada utakosana na yeye ukimuoa kwa sababu jampea pesa zake, na utakosana sana. Unataka pesa zinaitwa mimi Jude, pesa zinaniita Jude. Nikiziita Jude zinasema yes madam, my own money under me. Na kumbe ni walls anatengeza in case unamuacha, usimuache vibaya. Now on the other side, they lack affection. They may not be romantic so much. They feel romance ndio trap ilitumika kutem their destiny. So ukipata mtu wa aina hii, inabidi ujipange vile utadeal na hiyo wall na kumuonyesha you are genuine. You know how to love, you know how to care. There is a security of tomorrow. These are the girls you meet na wanakataa kuzaa because utanizalisha uniache. Inabidi upate mtoto, unaketi naye miaka kama 3, kumwambia Jude, mimi siwezi acha mtoto yangu. Tulale naye kwa mpaka aone kabisa umemconvince. Ndiye anasema wacha nikuzalie moja. Because of the walls. That's why kuna wanaume leo wamekasirika na ndoa zao, because my wife doesn't want to have a baby. But you have never known why.
It's a wall. You have to know how to deal with the wall. Women love children. How is it that this one, to be particular, doesn't like a child? You have to know why. Anajaribu kutafuta safety. Anajaribu kutafuta security. Anajaribu kutafuta love. Anajaribu kutafuta assurity. Ndiyo akupe mtoto. Now on the other side, the boys. Now wanakuanga favorite ya mama. Wanakuanga pampered my boy. Mama single. Anakishaga boy amekuwa defended. Because ajui kurelate vizuri na boys. So this boy may end up to some level at akitembea unaona ladies. Walking style is ladies. Akiongea voice is ladies. Company anaongea too much. Anaongea too much. Anaweza kukaa kwa nyumba aende atafutiwe na mke wake chakula. Bako anashindwa what kind of a man is this? Nimemwacha kwa nyumba akiona TV. Si makosa yake. Unastahili kujua genetically amekuwa configured, amekuwa ametengezwa na a lot of pampering, na a lot of security, na a lot of care. So on the other side, kuna wale wengine naye wamelelewa kama orphans. When you have an orphan for a husband or an orphan for a wife, you have to know what she has gone through as an orphan, what he has gone through as an orphan. Because mtu ambaye amepitia orphanhood, number one, and I feel life is unfair. Why did life take away my father? Why did life take away my mother? Why is it that others are smiling with their fathers? I needed a father to take me for retreat. Ninahitaji baba mwenye pia watu wakinikimbisha huku nje na mkimbilia na report. So huyu amekuwa ameishi bila security. Yeye ndio security. Sometimes an orphan is forced to mature very fast. Because wakati mwingine mzazi anatoka mtoto akiwa 14 years. Inabidi na yeye ni mtoto na kuna wengine nyuma akuwe mzazi na mtoto at the same time. Ana mature because of situation. Sijui kama mwahi kula avocado ambaye haijaiva kwa sababu yenyewe inataka kuiva, inaiva kwa sababu umefinya. Wewe mwenyewe umehakikisha imeripe. Unaifinya unairudia saa 4 unarifinya jioni unaikula. Bako watu wanashangaa hiyo avocado imeivaje na one day. Kumbe hiyo avocado wewe mwenyewe uliivisha. So kuna wakati ukipata mtoto mwenye ni yatima anakuaga si ati amekomaa, amekomeeshwa. Hali imemfanya kukomaa. Situation ako 21 na ana reason kama 45. Hali ako 14, 15 na anasomesha mtoto. Analipa nursery. Wengine ukikuta kwa garage, ako anatengeza gari asomeshe watoto nyumbani. Jioni anabeba na at 20 unakuta amesomesha mtoto class 8. Unashangaa. Lakini the truth is hali imemfanya kukomaa. Number 2, very important, ako na a sense of bitterness. Why did it happen to us? Sometimes utamkuta analia peke yake. Anafanya ile kitu inaitwa emotional release. Sometimes utamkuta ako reserved. Kuna mambo ameficha. Because nilizoea kutuambia watu. Nitaambia nani? Wajomba walitukataa. Nyanya alinikataa. Shosho mama nini? Wewe hujui kusomea orphanage. Mahali penye mkate moja mnagawana watu 52. Kila mtu anagawiwa nusu. You don't understand? This is a life of an orphan. So ukikutana na mtu mwenye orphan, akona wengine wao wanakuwa wazuri, they just mature and become too responsible. And the others wanakuwa, they don't even mature. They get spoiled. Unamkuta kuanzia asubuhi mpaka jioni atoke kwa boma. Unamkuta kabisa
Amengojea kama ni kukufa ni kufe. So huyu mtu akiwa mwingine anaweza geuka akuwe very tough, akuwe very rough, akuwe very merciless. Why is it that life was unfair to us and it was fair to others? That's why unaona shetani akitaka initiate watu wenye wanaweza mfanyia kazi, anatafutaga watu wenye environment ama hali ya zamani ilionekana unjust kwao, iliwatesa, iliwagandamiza. Hawa ndio candidates shetani hutumia kufanya kazi zao kubwa, because they feel bitter, they feel overtaken. Sometimes they are forced to, ukioa msichana mwenye kwao ni yatima na ni firstborn, ujue kwanza kama kwao kuna watoto 4, utaanza hiyo boma yako na watoto 4, because ukishamuoa umempenda, utarithi watoto yao. Whether utawarithi by extension or utawarithi hapo, utakuwa unapeana pesa ya mboga, unaangalia na si mboga ilikuwa na nyama kilo, mbona iko na nyama 3? Kumbe imenunuliwa quarter, 3/4 imeokolewa isomeshe ndo dadake. Na si kupenda, ni kuovercome, ni kumachua, ni kubeba responsibility. Saa ingine unaona kuna watu kwa family anakuja kila jioni na kuuliza mke budget, niweka hapa list, niliwacha 1000 niambie ulifanya naye nini, kwa sababu anaona hii Yesu kwa sukari quarter. Na kumbe ni uoga ya kukuambia you married me and I am a parent also. Ingawa sijazaa wangu, nili-inherit shida za baba na mamangu. So ukiwa we ni mke na umeolewa na mtu mwenye alikuwa orphan, automatically itabidi umkubali, support ndugu zake, support dada zake wasome, na ukitaja dada zake mtakosana. Because yeye ndio refuge na fortress. Ukiguza hiyo area mnakosana. Because are you also like the others wenye walichukua mama yangu na baba yangu kabla ya wakati? So this ones are, watu wengi wa aina hii wanakuwa very complicated. Na nakuombea katika jina la Yesu, kama ulioa ama ukaolewa na yatima, ni mzuri ujue ya kwamba ndani kwa ndani kuna hivi vitu anapitia, ili umsaidie kusaidia watu yao, ili umuelewe kukomaa yake sana, kusave yake pesa ni kwa nini, ili umuelewe kwa nini saa ingine huwa analia peke yake, ili umuelewe there are sometimes anataka to warm ya somebody that can love. Praise the name of the Lord. Now because of even lack of trainers, you may find an orphan anakosa kuoa kwa wakati, ajui wakati ya kuoa. Unaweza mpata ako na huruma sana, anataka kuwa mtu wa charity, akipita mahali akutane na mtu na shida, alikuwa na shopping yako ya nyumbani anapeana, alafu nasikia anakuambia nimekuja, nilikuwa na shopping nikakutana na mama hapo, nikaguzwa sana, nikampea. Wewe umuelewi, unaanza kelele. Na ndoa ya aina hii, because they lacked a trainer, most of the time utakuta kuna a lot of mood swings. Ulimwacha tu kaenda bathroom kuoga, ukirudi ameswitch mood. Ulimwacha tu kaenda bathroom, ukivaa ulikuwa mnaenda pamoja, anasema siendi mahali. Na unasema mimi sipendangi ujinga. Gertruda tuliambiana tunaenda town, na hata umeoga na nimesikia tusiendi. Sasa inabidi ukae chini umwambie dia hatuendi kukaa, hatutakaa sana. Dia acha nikwambie, kwanza acha nikuletee chai ukunywe. Akunywe chai, afurahi. Akifurahi, gia inapanda ya kwenda town na mnaenda. Lakini kama sio hivyo, utaishi umempiga for mood swings. Utaishi hata unaweza wa mwingine because simuelewi, but that one is a situation. Sometimes because they are fighters. Hawa ndio wanaweza mwingine anaweza toka mapema saa 10 usiku kwenda kutafuta hustle,
because ninalala hapa na wale wajalipa nyumba na wale, so they can turn to be very hardworking and very wana switch moods haraka. So lazima ukue aware. Ukitaka kuoa mtu muulize, ama ukiolewa na mtu muulize. Ukisikia ni offer, ujue sasa utakuwa na a lot of mood swings. Ujiandae, fasten your seat belt. You know how to handle the situation ya marriage. Now kuna wale wanaitwa watoto waliolelewa na nyanya na babu. Watoto ambaye leo mara nyingi hapa Nairobi unakuta huyu mtoto mama yake na baba wako Nairobi, lakini wamechukua mtoto wamepeleka mashambani kwa nyanya, mashambani kwa grandfather. Grandfathers, ukisoma Bible hata wakati God anaongea na mzee anaitwa Joshua, kwa Joshua chapter 13 verse 1 and verse 2, Bible inasema Mungu akaambia Joshua, kuna miji mingi nataka kuchukua na wewe, lakini umezeeka. Mungu anaambia Joshua umezeeka, kumaanisha Mungu anaelewa uzee. Majuzi nilikuwa kijana, nilikuwa narukaga hata mimi, naenda atapanda juu ya mabati, alafu hakuna haja ya ngazi. Saa ya kushuka unaruka tu kutoka juu ya mabati mpaka chini. Saa hii nikiruka hivyo mifupa itastuka. Utasikia mfupa imepata shock ya ghafla. Why? Because miaka iko na masomo inapeaga mtu. Miaka tu kikaa dunia hii miaka mingi, wanagunduaga ukasirikagi sana vile ukasirika zamani. Miaka iko tu na njia ya kukupea lessons. Naye mtoto ambaye amelelewa na nyanya na babu na nyanya wamelea watoto muda mrefu. Wamelea watoto wengi. Wengine walea watoto 11. Wakapigana vita ikaisha. Wakapea watoto viboko, vita ikafika mahali ikatoka ndani ya system. Wakaanza kupigana na mdomo. Aki Julieta wewe, aki Magdalena, uliza wale walikuwa mbele yako. Hii simba imelala, si paka. Sasa anaanza kupigana na mdomo. Ya kwamba mimi I wish ungepigia mjomba yako akueleze vile mimi nilikuwa natandasa watoto. Sasa unajua lakini kuna wakati akilea firstborn anakuwa kufanya makosa, wanakimbishana kutoka hapa mpaka Eldoret. Yaani unakuta baba na mtoto wako tu hapa na kiboko iko nyuma. Sasa with time viboko vinaenda vikipungua. Ameelewa huyu mtoto vile unamuona hivi, hata akitoroka jioni lazima akuje hapa. Nitamngojea jioni. Sikimbizana na watoto, utanikuta. Unasikia anaanza kukuambia, "Unajua utatoa wapi school fees?" Sasa mbio inaenda ikiisha with time. Number 2, very important, understanding yao ina widen. So wanaanza kufanya a lot of mentoring tutoring ya mdomo. Anakaa na mtoto mwenye sometimes Bible inaongea kuhusu mambo ya viboko na mtoto. Inasema kwa Proverbs 23 verse number 13, Proverbs, na I believe mtoto akinyang'anywa kiboko vile tumewanyang'anya shule, we can already see the impact of our action. So tulisema watoto watolewe viboko shule, na tukasema hata nyumbani wasitolewe, watolewe viboko. Watoto wanasikiaga waongeleshe, lakini this is what the Bible says: withhold not correction from your child, for it is if thou beatest him with a rod, he shall not die. Bible inasema usikose kumfundisha mtoto wako kitu, ukimpea viboko hata kufa. Bible inasema hivyo. Na kwa Proverbs chapter number 22 verse number 6, Proverbs 22 verse number 6 inasema, train up a child in the way he should go, and when he is old he will not depart from it.
So you train your child the way to go in life. Akikuwa mkubwa, Bible inasema he will not depart from it. So most of us today, wale tumekuwa wakubwa, we are replaying life na culture yenye tulitrainiwa ndani. That's why kama mwahi kujiuliza, why is it that poor people give birth to poor children and rich people give birth to rich children? I want to tell you why. Because of the family culture. Culture of family can manufacture poverty for life. And culture of family can manufacture wealth for life. Because these families, sasa ukilelewa na granny amezoea akikutuma hata kwa duka, anajitime na masaa yake. Anajua nimekutuma, mimi nikitoka hapa kwa duka nachukua 30 minutes. Lakini mama mwenye na baba ambaye ni wa vijana, wanakuuliza hapa kwa duka, mahali ya dakika 2.5, umechukua dakika 10, ulikuwa unafanya nini? So they create a pressure of some sort. Sasa wakikutuma unaenda mbio. So what a granny does to the child, a grandmother, grandfather, they are good people, they are blessed people. But what happened, the principle of time has affected them. So with time they raise children that are very slow. Mtoto ambaye ukimtuma kuoga ndiye aoge inachukua 6 hours. Sasa imagine umeoa msichana mwenye wewe ni mtu wa saa. Umemwambia dia kesho saa 12:30 tutatoka nyumbani. Saa 12:30 yenyewe, saa 1:30 hajaamka. Alafu anaamka akikuna masikia taka. Anamwambia my dear, tuko naenda 6:30. Anakuambia kitu utafanya, kama uko na haraka enda. Alafu anaanza kunywa chai kwanza akisikiza mkate inaendaje. That's why unaona kuna wanaume wengi leo naongea nao wamenunua gari ingine ya mke. Wewe utanikuta. Kuna wanaume wengi leo najua wanaachaka hata gari kwa boma. Anaambia mama nani, wewe ukiwa ready, beba watoto yako. Si nyinyi mnajua mahali naenda, mnikute huko. Because hawezi kutolerate slowness. Slowness hii power cha roho, si mapepo, ni culture ya iliombika nyumbani. And then very strange, I will tell you some things. Ukioa mke ambaye alilelewa na shosho na nyanya na guka, hizo majina, unamkuta upishi wake hapo kwa upishi iko na supu sana. Na lazima ujifunze kukaa, because hapo kwa supu ni marupurupu. Na pia chakula very simple, because the more watu wanaendelea kuzeeka, hata mimi niligundua juzi nataka kula ile vitu sikuwa nataka kula zamani. Maana zamani nilikuwa nasikia mtu anakula ile mboga za kienyeji kali. Namwambia wewe teseka peke yako. Nilikuwa nataka vitu tamu. Lakini miaka inakusongesha mahali, unafika mahali unataka hizo kali. Unafika mahali unataka kama ni nyama ichemushwe tu na chumvi, ule hivyo. Kama ni viazi ichemushwe tu na chumvi, ikiwa nyeupe hivyo, ule hivyo. Hautaki roiko. Hautaki hizo vitu zinaitwa seasonings. Hautaki vitu za kuseason chakula. Sasa umekutana na kijana masaa kwa university, anataka chakula iwekwe vidokezo, iguzwe hapa na pale, ifanane yenye anapiga picha anaweka Facebook. Automatically this is a problem, because you have to understand the background of your wife or the background of your husband. Because husband yako anaweza kupikia mahindi, uiangalie ushibe, because ya kule alitoka kila kitu ni kuchemsha.
chai mrefu, because maziwa ikiwa mingi inaku affect. Sasa ukikutana na cases kama hii, you may end up thinking a demon has entered in your marriage, and there is no demon. It's just to understand the background of your wife. Akiwa slow uelewe, nyanya na babu wakiingia kuoga, kwanza anahitaji kiti ya kuwekelea maji, na ikiwa chini sana tena anaenda kuleta kiti kingine awekelee mbili aoge amesimama. Akishaoga ndiye abadilishe nguo. Now think about this. Ukiwa kijana unataka nguo zipaswe, isimame namna hii. Nyanya hana time, wengine hawana time ya hiyo. Anataka wewe leta koti hapo, na mwambie babu imekunjana. Anasema nani atanitaka kwa njia? Mimi nilimaliza kutakwa. Nyinyi ndio mko na time ya hiyo. Wewe nipe koti yangu, anapata koti ya maroon, shati ya orange, trouser ya nini ya purple, viatu ya yellow na kofia ya cream. Najali because sasa stage amefika ni ya kumngoja Yesu. Naye unakuta mke wako Sunday umemwambia time to go, ametokea na kofia ya brown na so you can imagine. Unamwambia baby you are not looking good. Anakwambia why? Sikuvaa nikuvaa. Unamwambia wewe rudi ndani. So you can end up having a lot of challenges until you understand the background. Sasa wanze kumwambia my dear nimeelewa. Sasa kitu tutafanya ni mimi nitakuwa na kununulia nguo, na ni mimi nitakuwa your dresser. Nitakuwa na kuvisha. Ikiwa fupi sana unasikia hey! Ungesimama kwa kukaa. Ukiwa na longi wewe anakupiga na bakora. Sasa that's a kind of a life. Huyo ndio mtu amekulelea mke. Sasa unataka atokee kisasa, apake eye pencil, apake high shadow, aweke wiper, akwe dada wa kisasa. Na unaona hata kutembea na heels ajui. Na wewe unamlazimisha, lazima utembee na mekanye. Ukikanyaga hivi, watu wanajua mtoto mke wa gavana ndio huyo. Anakwambia gavana watu anatokea na rabas. Unamwacha hapo, una introduce majirani. Anashindwa mbona umuintroduce mbele ya watu. The problem is kule amelelewa. Na ukiwa mke hapo unapenda wanaume nadhifu. Wanaume wanajua kupanga rangi. Alafu umekutana na kijana alilelewa hapo na kukaa na shosho. Anajipiga tu kofia na sport shoes na suti. Mpaka ukitembea na yeye unaona bwana, kuna kitu umekuja kulifanya in life. Kunifundisha unyenyekevu. Ukiona mzee amevaa miwani na kofia na sport shoes na suti, usimuulize maswali. Anaweza kuwa alilelewa na nyanya na baba. Sasa umekutana Nairobi na watu kwa street, wamevaa kasuti kamemtosha. Alafu wewe uko na mzee wako hapo, longi anaweza ingisha mtu mwingine hapa kando. Watembee wawili kwa longi moja because ya miaka ya yule alimlea. Utafanya namna gani? Watu wanakuuliza bwana yako aliyako na miaka ngapi? Na shida si miaka. Shida alichukua miaka ya gukana ya shosho akaongeza kwa yake 23. Sasa anakuwa 123 years. Hata ukisikia bila anaongea kama mzee. Tunahitaji kuinvest. Na wewe unataka kupelekwa pale ukajienjoy, ukue uswing. Upelekwe KFC ule kuku. Yeye anakuambia KFC kuku ni 850. Hiyo tukinunua kuku moja, in the next 2 years tutakuwa na ng'ombe. Bako na shida umuze anaongeaje? Anaongea kutoka kwa life coach wake. Coach wake alimfundisha kuinvest. Maana miaka ilisonga. Wewe ulifundishwa jipe raha. Hallelujah.
I think I'm healing somebody's marriage. Hizi ndio shida. Na huwezi ambia mtu, wewe ni pastor umesimama kwa kanisa, mke wako anatokea ama mume wako anatokea, na wewe ni mke ndio uko na program hapo na umeimba wimbo mzuri hapo ile ya kizungu. Mzee anatokea unamuuliza hukuona shati nyingine? Hukuona blouse? Unamuuliza George, kweli George? Na unajua wewe ndio unahubiri, anakuambia sikuhubiri nikuhubiri. Ameweka tai juu ya nguo ya nini, shati ya maua. Yaani shati ni ya maua, tai ni ya strips, alafu koti ni ya checked. Bako na muangalia unashindwa ni bendera ya taifa gani. It's a problem ambayo inatokana na miaka. Mtu anapoenda kizeeka, hata ukiangalia wa mama utaona hata mama yako mzazi alikuwa zamani anajali hii kitu ya nywele inaangalia wapi. Siku hizi anawekelea bora clip. Miaka inakufanya una boda na kuanza kumind other things. It's not that you are careless. It's just because miaka imekufika mahali you are not pleasing anyone. You are just living your life. Praise the name of the Lord. So unapata young men wanagombana na mke kwa barabara. Sana sana ukuta wanaume na wake zao kwa barabara wanagombana sana. Ni science ya maisha ikubaliani. Science ya maisha. Ukute ndugu mwenye amelelewa kwa umaskini akikutana na mtu ya samosa, wewe pea samosa mbili. Akikutana na mtu na mwingine amelelewa kwa utajiri, akipita kwa barabara, discipline, we will eat when it is eating time. That's when you know that kuna issues tunaulizana kwa barabara, kwa marriage. They are not demonically instigated. There are issues in marriage because of foundation. Hallelujah. I believe you are getting helped. Kuna mambo inaendelea kukuingia. Sasa ukiolewa, sasa wewe ni msichana na uolewe na kijamaa, miaka imesonga kidogo, jiprepare. Test ya huyo mtu imechange. Wewe ni msichana mvulana, uko 18 years, 22, 25 na uoe mama ako 45. Jiandae. Hata kuwa na mtu ya kufurahisha. Yeye kwa maisha bora tunasonga mbele. As long as maisha inasonga mbele. Wewe unajaribu kumpea story ya kwa jirani wamenunua nini? Anakuambia you have to learn to mind your business. To focus na maisha yetu. Unasema hii nyumbani sitaongea. Si ati utaongea. Ni umekutana na mtu ambaye ametengezwa na miaka. So miaka iko na namna. Hata ukiwa pastor kama mimi, the more una pastor for many years, the more unaenda ukikuwa na principle nyingi. Zamani nilikuwa tunaingia kanisa, una dance, unapiga somersault. Siku hizi unaulizwa hiyo dance ni ya kutoka wapi? Hiyo dance ya somersault hautavunjika mgongo kijana. Na wewe unasahau zamani ulikuwa unazungusha kichwa inazungukia chini. Sasa ukizunguka hivyo unaenda mbinguni. Miaka. Hallelujah. Praise the name of the Lord. I hope somebody is learning something. Praise the name of the Lord. So, there is another one ambaye nataka kuongea kuhusu watu ambao waliishi kwa street. Sasa hawa ni self-raised children. Watoto wanaitwaga self-raised. Watoto ambaye they were not raised up. They grew up. Walikula wakakuwa wakubwa. Hawakuwa trained. Life ya kawaida ya maisha. Walikumbana na hali zao. Wakajilea, wakalala chini ya lori. Wakalala kwa vichaka. Mpaka wakakuwa watu wazima. Akakomboa nyumba, akaanza maisha. Akakutana na mdada ama mndugu na akamuoa. Mtu kama huyo, challenge zake zinafanana namna gani? Number one, very important. Kuna mtu alinipea statement one day. Akasema a child
you cannot control, you cannot train. A child you cannot control, you cannot train. Mtoto hawezi kuelekeza, hawezi control, hawezi kumtrain. So huyu ni mtu mwenye hakukuwa na control, akikuwa trained. Alijifunza vitu zake. Zile mbaya alienda mbaya sana, zile mzuri alienda mzuri sana. So kitu ya kwanza una discover hana protocols kwa life. Protocol kumaanisha hakuna mtu hata ukimtuma mahali anapita gateman. Gateman anashangaa na huku si kila mtu anasalimianaga. Akisalimiana ndiye anaingia. Yeye protocol na yeye ni vitu mbili tofauti. Hana protocol. Hana heshima kwa mtu yoyote. Akiongea anaweza ongea anaweza ongelesha mzee kama mtoto. Na anaweza ongelesha mtoto kama ana hiyo. Unakuta mtu mwenye kwa maisha, thank God, unajua kila mtu kuna life amelelewa. We respect your life, but for you to matter in the society, to know what is it that you're fighting. Ni nini haswa kinapigana na wewe? So unakuwa unapata mtu rough and tough. Rough anaongea vile anataka. Tough ukitaka vita kuja. Kama umeumia fanya vile unataka. So ni rough na ni tough. Because kwa street ukipewa avocado yako uanze kula, mwenye anakujia akuji kuomba, anapushu. So in case umepata kitu ni ya kukula, enda uifiche mahali yenye unapata mtu anatoa avocado huko ndani imepaka koti, anakula anarudisha because amezoea kitu yenye itaingia kwa tumbo lile ametetea. So ako na makeup fulani. Unaweza mkuta kitaka kula lunch anafunga mlango. Wewe uelewi kwa nini umefunga mlango? Ni wakati wa kukula wewe na nini? Amezoea security. Because kwa street akipewa mtu mahindi choma, kabla hajapiga meno mwingine ameenda naye. So inabidi akitaka kukula mkono moja ya defense na kuja juu. Kazi kitu yote yake ni ya kupigania. Ndio maana ni rough na ni tough. Na wewe na ukue mdada ambao umelelewa kwa familia yenye kila mtu anajua hii ni yangu. Naye wewe na udefendingi chochote chako. Sasa mmekutana wa ndugu wawili, ndugu na dada hapo. Utakuwa unashangaa, what kind of a man is this? Akiongea anaongea vile anataka. Na akiingia kwa nyumba anaingia saa yenye anataka. Na anatoka saa yenye anataka. Na anakuuliza hapo makosa iko wapi? Hauoni kweli makosa, because maisha ya kujitawala, maisha ya kujielekeza. Sasa ukijikuta katika situation ya ndoa ya mtu aliishi kwa street, anakuambia maisha yangu ilikuwa kwa street, gamu huku, bangi huku. Sasa ujiandae, ukiongea mbaya masumbu inaamuka. Na baada ya masumbu si ati akupendi, anakupenda, lakini mdomo mtu alikuwa akileta mdomo vile tunainyamazisha kwa street, maisha inaendelea. So kunaweza kuwa na cases nyingi sana kwa ndoa yako kama uko na ndoa ya aina hii, because the guy, the wife you married, anaweza akahug everybody, anaweza akamingle anywhere, anaweza ingia hata risky places, anaweza kuja any time of the night na ni msichana. Bako namuuliza yani, ukapita hapo peke yake anakuambia nini? Niligonga chupa chini, nikashika chupa. Mtu akuje, bako anashindwa alizoea kujitetea, alizoea kujipigania. Kuna mtu kwa Bible alioa kahaba, anaitwa Hosea. Alikuwa prophet. Hosea alipooa kahaba, alikuwa akimaliza maprofesi huko, anakuja kutafuta mke kwa chang'aa. Anamkuta katikati ya wanaume wanapiga story na kucheza draft. Anamwambia, "Dear, unaweza imagine prophet,
Dia. Anaambia dia watu, na mimi nakuja. Mimi nakuja. Jose, umeingia na kama. Sasa hiyo ilikuwa maisha ya Hosea. Because alikuta mtu kwa street. Akamu wife. Akamu house. Sasa kuna watu wengine ndoa zao ziko namna hii. Ni Mungu ukileta ujinga anapanda juu ya meza. Anakwambia George hakuna haja ya kuongelea mbalimbali. Tuimalize tu. Kaende. Unamwambia kaende. Haya. Hey. Hizi mebaki ufala. Bako unaona jirani wameshangaa. Unaona jirani wanazo huyu anakuanga mama kweli. Ni mama. Unaona piganaga vizuri. Anakupiga 1-2 anarudi nyuma anakuangalia. Bako watu wanashangaa, na mama anajua kupigana. Ni street justice. Anakunja skirt anaweka kwa kinyasa. Always anakuwa na kinyasa ndani. So ukilala na yeye unajua kinyasa iko ndani. Because mahali alikuwa analala, anything can happen. Amezoea kujidefend. Kaende. So hiyo mambo ya kinyasa ndani sasa unaweza elewa. Huwa anakuambia mimi ni nyuki. Street life. And I pray for you in the name of Jesus that you will know how to handle people according to their background. Sasa stima yetu imepotea. Na ni mzuri nimalizia hapo ndio tukutane Friday. Friday tutakutana. I'll be taking you deeper into other forms of relationship. From there you can be able to know how to handle your family. Let me pray for you. Father, in the name of Jesus, you are giving people wisdom today how to handle their destinies and how to handle their life. Holy Spirit, I declare over your people that from today, Lord, our marriages are healed. Our families are healed. I bless everyone, oh God, that is hearing this message. Kwanzia leo I declare upon them, oh God, that their lives and their ministries will change forever. In the mighty name of Jesus. I declare to those that are born again, na wamekuwa kiendelea kwenda kwa challenges, they have tried to pray, nothing is working. Lord, I'm giving them the wisdom of how to handle their marriages. And Lord, as after this wisdom, they will learn how to become better citizens. In the mighty name of Jesus. I declare sustenance and providence over everyone listening to me today. In the mighty name of Jesus. Receive your blessing today. In Jesus' mighty name. Amen. Unataka kutoa fungu la 10 sadaka yako na unapenda kusupport huduma hii. Hizo namba umeona pale. Sasa unaweza kujitolea. Mtu akikusaidia unaweza kumsupport. Yes. So you can go ahead and support. Send your tithes, send your offering, give us a call, give us a feedback, write your SMS, and we shall be happy to counsel you in the mighty name of Jesus Christ. I have a pastor of mine here atufungie na maombi, then we go. Pastor Omondi kuja hapa watu wakuone direct. Huyu ni pastor wangu mmoja wa nguvu sana wa kimataifa. I want him to pray for us. Let's pray. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa sababu ya mkutano ambayo umetuwezesha kuwa nayo siku ya leo. Yes. Bwana, tunatangaza kwamba haya maneno ambayo tumeyasikia siku ya leo tutayachukua na yakawe kama njia ambayo tutayafuata kuanzia leo. Asante kwa sababu umeponya ndoa zetu, umeponya huduma zetu, umeponya biashara zetu. Bwana, kwa sababu ya kufanya hivyo tunakurudishia shukrani na utukufu. Pokea sifa na heshima Mungu wetu. Tunapoenda manyumbani tunaomba Mfalme utangulie mbele yetu na unyoshe njia zote ambazo zilikuwa zimejipinda mbele zetu. Tunatangaza kwamba ugonjwa haitatupata mahali popote. Umaskini haitatukumba mahali popote. Tunakemea nguvu zote za giza katika jina la Yesu. Yes. Tunatangaza kwamba Bwana utatutangulia siku zote. Pokea utukufu maana wewe ni Bwana. Yes. Kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Shalom, God bless you. Sasa tunatoa sadaka.